Hata mtu ambaye anasema haamini, pale anaposema haamini, uko anakokuita kutokuamini kwake ndo kuamini kwake. Yaani kwa mfano, mtu anasema Mungu hayupo. Si kwamba haamini, ila yeye anaamini kwamba Mungu hayupo. Kwa sababu hata hivyo hana uhakika kwamba Mungu hayupo. Kwa sisi na yeye hatuna utofauti. Yeye anaamini kwamba Mungu hayupo, sisi tunaamini Mungu yupo. Wote tuna imani. Duniani kuna imani nyingi ambazo zimepelekea kuwa na dini nyingi. Wakati nafuatilia kuona baadhi ya imani zilizoko duniani, niliona imani kadhaa. Hii ni kwa utambulisho tu. Kuna imani ya Ukristo. Imani ya Ukristo, kinachoiunda imani ya Ukristo kwa ujumla wake ni kuamini kwamba Yesu ni Mwokozi. Sidhani kama kuna Mkristo anakana kwamba Yesu ni Mwokozi. Atasema Yesu ni Mwokozi, japokuwa namna anavyomweleza na namna Yesu huyu anayemzungumzia vinaweza vikatofautiana kutoka dhehebu moja kwenda dhehebu lingine, ambapo huo utofauti ndio unaopelekea kuwepo kwa imani nyingine ndani ya Ukristo. Yaani Ukristo kama imani, ila ndani ya huo Ukristo wenyewe kuna imani nyingine. Lakini kando ya dini ya Ukristo ambayo ina takriban ya watu, katika watu bilioni 8 wa duniani, karibu watu bilioni 2.5 ni Wakristo, wa imani ya Kikristo. Bilioni 2.5 hivi ni imani ya Kikristo. Ni miongoni mwa imani kubwa sana duniani. Lakini imani nyingine duniani ni imani ya Kiislamu au dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu nayo ni moja ya dini kubwa au imani kubwa zinazounda, ambazo wakazi wa dunia hii wanaziamini. Inaunda kadiri takriban watu bilioni 1.5 hivi. Bilioni 1.5 ni wa imani ya Kiislamu. Na imekamata sana sehemu ya Mashariki ya Kati au Mashariki, ukanda ule wa Mashariki ya Kati, zile nchi za Uarabuni. Jamii kubwa ya Waarabu wapo katika imani ya Kiislamu. Na ni imani ambayo inakuwa na kujitanua. Na imani ya Kiislamu wao, dini inayomwamini Mwenyezi Mungu Allah na kumfuata Mtume Muhammad wao. Msingi wao mkubwa ni huo, kwamba Muhammad mwanzilishi wake wa imani hiyo na Mungu wao ni Allah. Lakini kando ya hiyo kuna dini ya Hinduism au dini ya Kihindu. Ni moja wapo ya dini kongwe zaidi duniani iliyoanzia India, Hinduism. Na Wahindi nyinyi mnafahamu huwa hawanaga biashara na mambo ya dini. Unaweza kudhani hawana dini, wana dini yao inaitwa Hinduism. Wao focus yao kubwa ya Hinduism msomaji hapo mpatie. Hinduism mwenyewe wana vitu vyao vya kuamini ambavyo vinawapelekea na focus yao kwenye imani yao. Moja ya imani yao ni kuhakikisha kwamba katika imani zao zile kuwasaidia kufikia mafanikio yao, mafanikio ya mtu. Na kuna vitu wanaviamini. Mfano utakuta wali ng'ombe, wanaamini ng'ombe ni sehemu ya Mungu wao, Hinduism. Na yenyewe ina watu wengi, zaidi ya milioni 100 na ngapi hivi, wengi sana. Sehemu kubwa ya Wahindi katika taifa la India wapo katika imani hii. Nazungumzia imani. Yaani tunapozungumzia imani yetu, usije ukazani ndio iko tu hiyo. Yaani ziko imani nyingine na wako watu wengine wanaamini vitu kadhaa. Lakini kuna imani nyingine inaitwa Buddha au Buddhism. Hii ilianzishwa na Siddhartha Gautama au Buddha, na inasisitiza njia ya kuondoa mateso. Wao focus yao njia ya kuondoa mateso. Na wao wanafanyaga vitu kama meditation. Unakuta wamejikunja hivi wanaomba. Nao wana imani yao, wanaamini vitu vyao. Lakini kuna dini nyingine, ni dini ya Uyahudi au Judaism. Dini ya Wayahudi ni mojawapo ya dini za kale kabisa zinazomwamini Mungu mmoja. Hii dini ya Judaism ni sehemu yake kubwa, waumini wengi ni wa jamii ya Kiyahudi, Jewish people. Wengine wanaitwa Jews, yani wameinasibisha na ukoo, yani wameinasibisha kwamba kila Myahudi ni wa dini hii.
Japokuwa wako Wayahudi au Jews waliopo katika imani nyingine. Unaweza kukuta Myahudi, wapo Wayahudi wa Kristo na Wayahudi wa imani nyingine, na Wayahudi pia wasioamini. Lakini sehemu kubwa ya Wayahudi hawa waliopo Israeli, ambao unasikia wanakungutana na watu wa Gaza na Iran, wapo katika jamii ya hii imani. Wao kitabu chao kinaitwa, wana vitabu vingi vya imani. Moja ya kitabu kinaitwa Tanakh, yani Torati, ambazo sisi kwetu hiyo tunaita Agano la Kale. Ndio kitabu chao. Kinafanana vile vile, au ni kama ndugu zetu kwa sehemu fulani, kwa sababu tunashare nao nini? Kitabu tu wanachokiamini, na sisi tunaamini hicho. Japokuwa wao hawaamini kitabu cha Agano Jipya. Kuna dini nyingine inaitwa Ushki au Shiknism. Ilianzishwa katika eneo la Punjab, India, na Gura na Naka. Kuna dini inaitwa Ujaini au Jainism. Ni dini ya India inayosisitiza kutozuru viumbe hai. Ukitembea wadudu akisha usikanyage na nini. Ipo. Wewe kama hauamini, wao wanaamini. Kuna imani nyingine inaitwa Zoroaster au Zoroastrianism. Ni dini ya kale ya Uajemi au Irani ya zamani. Hawa nao wanakadiriwa na kuwa wanaamini katika Mungu mmoja. Dini ya Zoroaster ya asili yake sehemu kubwa sana ni ya Uajemi au Iran. Japokuwa ina watu wachache sana wenye imani hii sasa hivi. Wengi katika sehemu kubwa ya watu waliokuwa wanaamini imani hii, wengi washakuwa katika imani ya Kiislamu au ya Kikristo. Kuna imani ya Bahai. Hii imani ya Bahai ni inasisitiza umoja wa binadamu na dini zote. Imani ya Bahai ndio imani ambayo imepata ushawishi mkubwa katika Umoja wa Mataifa. Imani ambayo inasisitiza umoja wa binadamu na dini zote, na ipo katika mission ya kuhakikisha inaunganisha dini zote. Kwa hiyo nayo ni imani. Alafu kuna hiyo imani ya Daoism, ni dini na falsafa iliyoanzia China. Alafu kuna imani inaitwa Confucianism. Ni mfumo wa maadili na falsafa ulioanzishwa na Confucius. Majina magumu sisi wa haya tuliozoea kutamka ndizi na maharage. Hivyo vitu tunaweza tusiviweze kuvitamka. Na kwa baadhi ya watu pia uchukulia kama dini. Wao wenyewe wamefocus sana kwenye maadili na logic. Ndo imani yao. Wako wanasayansi wako humo kwenye hiyo imani, na watu wakubwa wamo kwenye hizo imani. Kuna dini nyingine inaitwa Shinto. Hii ni dini yenye asili ya Japan. Nao wana imani yao, wana vitu vyao na viamini. Alafu kuna dini za jadi za Kiafrika ambazo wazee wetu waliziamini, zile za vibubu na nini, za kuweka sehemu. Zipo na nadhani hizo mnazijua. Kule ukienda Uchagani utazikuta, ukienda Uayani utazikuta, kwa Makonde, kwa nini, kwa Makua, hizo dini za jadi zipo. Unaambiwa kabla hujaenda mjini mwanangu, acha tukupeleke kwenu. Unaambiwa kwenu. Sasa hiyo kwenu, sasa ukifika kule kuna mambo yanafanyika. Ni imani ya jadi. Na dini za jadi za mabara mengine nazo zipo. Sasa hizo ndizo imani zinazoaminiwa. Sasa ufuasi wa imani unategemea kile unachotaka kupata. Yaani tunapoizungumzia imani, kipindi chetu ni imani yetu. Lakini watu wote wapo katika hizo imani kutokana na kile matarajio wanachotarajia kufanya nini? Kupata kutoka katika hizo imani. Hali kadhalika na sisi pia tumekuja hapa kwa sababu kuna matarajio fulani tunayo, na hayo ndio yanatufanya tuje hapa, tuairishe shughuli zetu na kazi zetu tuje hapa. Yaani tofauti yako wewe na yule ambaye hajaja ni kwa sababu yawezekana matarajio ulionayo wewe na yeye yanatofautiana. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 27, msomaji upo? Soma. Mathayo sura 19 mstari wa 27 tu. Soma hapo. Anasema Mathayo sura ya 19 mstari wa 27. Ndio. Ndipo Petro akajibu akamwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote. Tukakufuata. Tutapata nini basi? Yaani ufuasi wa imani, huwezi kufuata imani bila kuwa na matarajio yoyote. Hapa nadhani muda ambao tumekaa hapa, kama ungekuwa kwenye eneo lako kuna visenti fulani vingekuwa vishaingia. Uongo ukweli? Kuna vitu vingekuwa vishaingia mfukoni. Inawezekana kuna matatizo ungekuwa ushayatatua kwenye maisha yako.
kama sio kuja hapa. Kwa hiyo imani, uchaguzi wa imani unategemea na utapata nini. Yaani huwezi kuamini, ukiamini huna tarajia kupata chochote, sasa wewe unakuwa na matatizo ya akili. Au kwa lugha nyingine wanasema umerogwa. Kwa sababu mtu aliyerogwa ndio huwa anaenda kokota asiko kujua. Kwa hiyo mtu yeyote anayeingia katika imani fulani, kuna kitu anatarajia kukipata kutoka katika hiyo imani. Sasa sisi tujiulize, kwenye imani hii tunayoizungumzia tunatarajia kupata nini? Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 na ule mstari wa 6. Nasema ndio, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 16. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Ndio. Nasema nitakufanya uwe na uzao mwingi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana. Sana. Nami nitakufanya kuwa mataifa. Nitakufanya kuwa nani? Mataifa. Kuwa mataifa. Na wafalme watatoka kwako. Na wafalme watatoka kwako. Maneno haya anaambiwa Ibrahimu, ambaye alikuwa anaitwa nani? Abraham, kabla ya kuitwa Ibrahimu. Na aliitwa kutoka katika nchi ya baba zake, katika Uru wa Wakaldayo, ambapo kulikuwa na shughuli nyingi za economy. Yaani kulikuwa na uchumi mkubwa katika eneo la Wakaldayo. Na Mungu akamwita Ibrahimu akamwambia, toka. Sasa Ibrahimu, ninatokaje? Ninaingiaje katika hiyo imani unayoniita mimi kuingia? Mungu anamwambia, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana. Kumbuka Ibrahimu anapoambiwa hivi, hana mtoto. Naam, umri umeenda na mkewe ashiki nini? Ujauzito. Kwa hiyo ahadi hii ilikuwa ina sound. Yaani sawa sawa umekaa una miaka, mwanamke ndio una miaka sasa 43 pale, au una miaka 40. Kipindi umri wa kutaka kushika ujauzito ushaisha. Hapo sasa ndio utajua kwamba manabii ni wa uongo au sio wa yaani hapa tunaweza tukawa tunazungumza hapa nabii fulani wa uongo, unamtaja nabii fulani unaowajua wewe kwamba ni wa uongo. Lakini fikisha miaka 43 mama, upo kwenye ndoa na mume wako, huna mtoto, ndio utajua kwamba Mwamposa nabii wa uongo au sio wa uongo. Ambapo utakuja mtu anakuambia bana, mimi nimeenda maji ya upako haya nimekunywa, nilikuwa sizai, sasa hivi ninakumbatia mtoto. Unamwona huyu? Mimi nimempatia kwa nani? Kwa Mwamposa. Utajua kwamba kweli mafungu yale yanayomsema labda nani unayemjua wewe, ambaye unaweza ukamuelewa kama ni mtumishi wa uongo, kwamba je, ni kweli ni wa uongo? Hapo ukiwa na hitaji. Sasa Mungu anamwambia Abraham, nitakufanya kuwa nani? Utakuwa uwe na uzao mwingi sana. Imani tunayoingia, kuna vitu tunatarajia kufanya nini? Kuvipata. Yaani kama unaenda kwenye imani na huna matarajio yoyote, huna expectation zozote, sasa wewe basi Mungu akusaidie. Haleluya. Amen. Mungu akusaidie. Taraja la imani yetu ni nini? Yaani sisi tulioko hapa tunatarajia nini kutoka katika nini? Imani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 6. Ijue imani yetu. Kipengele cha kwanza katika kuijua imani yetu ni tunatarajia kupata nini kutoka kwenye hii imani tunayoingia au tuliopo. Nini tunatarajia kukipata? Mejikata kwangu au? Okay. Unaweza kaiseti hapa, naona imekata I display nani nzima. Na ule mstari wa 6, msomaji anasema Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo, ndio, na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza. Sawa. Ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa nini? Wa wafu.
Kwa alichokuwa na kitarajia Paulo kutoka katika imani yake ni ufufuo wa nini? Wa wafu. Matendo ya Mitume sura 24 mstari wa 15. Unatarajia nini kutoka katika imani hii ulioingia? Na moja, usipojua kile unachotarajia kukipata, yawezekana ukaingia kwenye imani ambayo haikupatii kile ambacho unakitafuta. Soma Matendo ya Mitume 24:15. Matendo ya Mitume 24:15. Ndio. Ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao wanalitazamia ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia. Imani ya Paulo ilikuwa ni imani katika kutarajia kwamba kuna siku moja atapata utatuzi wa kifo. Moja ya kitu ambacho matatizo ya dunia mengi yametatuliwa, lakini tatizo moja la kifo mpaka sasa hivi halina suluhisho. Wanasayansi na tafiti zote zimefanyika, lakini kifo bado akijapata nini? Suluhisho. Mwalimu wa afya hapa atafundisha sijui usile mandazi, usile sijui maharage, sijui asubuhi kula jioni na asubuhi, yote hayo, lakini jeneza liko pale pale. Yaani fanya vyovyote unavyofanya, unachofanya unaahirisha. Kama utakufa na miaka 30, utakufa na 50, kama sio 50 60, kama sio 60 100, kama sio 100 120. Ukifikisha 50 150, haisee wewe itabidi tukuweke kwenye utafiti. Kwa hiyo mpaka hapa tulipo sasa hivi 2026, sawa? Mwaka 2126 hakutakuwa na mtu hapa kama Yesu atakuwa jarudi, wote hapa. Katika kitabu cha Ayubu sura ya 30 mstari wa 23 ni fungu ambalo linatupa, ukilisoma, lisome kwanza. Ayubu 30 mstari wa 23. Mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, kwani najua kuwa utanileta hata kifoni. Nifikirie nyumba walioandikiwa wenye uhai wote. Walioandikiwa nani? Wenye uhai wote. Wenye uhai, mikono juu. Mmeandikiwa nini? Kifo. Wenye uhai wote, no exclusion. Lakini katika kitabu cha Zaburi kuna matumaini. Zaburi 102 mstari wa 18. Zaburi 102 mstari wa 18. Mstari wa 18. Ndio. Neno la Mungu linasema katika Zaburi 102 mstari wa 18. Ndio. Kizazi kitakachokuja kitaandikiwa hayo, na watu watakaoumbwa watamsifu Bwana. 102:18. Ndio. Hebu soma 102:8. Nasema lakini Bwana atanikomboa. Nani inasema? Adui zangu wananilaumu mchana kutwa. Ndio. Wanaonichukia kana kwamba. Ngoja niliangalia hilo fungu, nitakuwa nimelirekodi vibaya. Lakini pointi kubwa ni nini? Kuna nyumba walioandikiwa wenye uhai wote. Na hilo ndilo tatizo lisilokuwa na nini? Na suluhisho, ambalo halijapata suluhisho, yaani suluhisho ya kibinadamu. Soma kitabu cha Zaburi 49 mstari wa 15. 49:15. 49:15 Zaburi. Japokuwa wote tumeandikiwa mauti, wote tumeandikiwa kufa, lakini Zaburi 49 mstari wa 15 ina maneno ya matumaini haya hapa. Inasema Zaburi 49:15. Bali Mungu atanikomboa nafsi yangu, atanitoa mkononi mwa kuzimu, maana atanikaribisha. Atanikaribisha. Maana atanikaribisha.
niseme nini? Tumekuja hapa, tumeacha shughuli zetu, sawa, kuja kuijua imani yetu. Hatujapoteza muda, kwa sababu katika yote tunayoyafanya, kuna tatizo moja ambalo baba hawezi kukusaidia, mama hawezi kukusaidia, ndugu hawezi kukusaidia, serikali haiwezi kukusaidia. Hakuna mtu yoyote duniani hapa ambaye anaweza kufanya nini? Kusaidia. Na hakuna taasisi yoyote yenye suluhisho hapa duniani. Na tatizo hilo ni kifo. Limekuwepo katika dunia hii kwa miaka mingi. Na kwa bahati mbaya linakuja wakati linaotaka lenyewe. Kuna watu wanakufa na miezi miwili, wengine wanakufa na mwaka, wengine miaka 16, wengine miaka 30, lakini unaondoka. Unaweza ukawa unajipanga kuoa, ukaondoka. Unaweza ukawa upo kwenye uchumba. Kuna jamaa juzi hapa amechumbia kabisa. Tulienda kwenye msiba wake, mfanyakazi mwenzetu amechumbia kabisa, mchumba wake analia, ameondoka kijana bila kuoa. Kwa hiyo unaweza ukawa hapa na ukaondoka hivi hivi, na ikawa imefanya nini? Imeisha. Sisi tunachoweza kukusaidia bila kujali heshima ulizokuwa nazo, sifa ulizokuwa nazo, watu waliokuwa na kuheshimu, sisi tutakukunja nguo zako, tutawapa dogo zako na nani, tutakukunja vizuri, tutakuweka mahali fulani, tutakupeleka tukuhifadhi. Tutalia, baada ya muda tutasahau. Imeisha. Serikali haitakusaidia, mama hatakusaidia, baba hatakusaidia, mpenzi hatakusaidia, mwajiri hatakusaidia. Ndio umeondoka hivyo. Na hilo tatizo lina exist. Alijui rais, alijui Elon Musk, alijui Trump, alijui Netanyahu, alijui una mabomu ya nyuklia, sijui nani, una sifa, unapendwa na watu, liko pale pale. Na ukiondoka umeondoka. Zaburi 49 mstari wa 7, maneno ya Mungu yanasema. Zaburi 49 mstari wa 7. Ijue imani yetu. Nasema katika kitabu cha Zaburi 49 mstari wa 7. Ndio. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Wala kumpa Mungu fidia. Kwa ajili yake. Nenda. Anaendelea kusema mstari wa 8. Ndio. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Wala hana budi kuiacha hata milele. Endelea. Niendelee. Ili aishi siku zote, asilione kaburi. Naam. Ataliona. Hata wenye hekima hufa. Weka lili mafungu yote, utaondoka. Uwa na hekima yoyote, unakufa. Hata wenye hekima ufa. Mpumbavu na mjinga hupotea pamoja. Na kuwaachia wengine mali zao. Umeona? Vitalis, ile gari ile unaweza ukatuachia muda wote, yaani hamna guarantee. Sawa sawa? Na mimi kikeri changu kile kinanisaidia naweza ngafanya nini? Kakiacha. Kawaachia. Haleluya. Ndio iko hivyo. Soma. Anamaliza kusema makaburi ni nyumba zao hata milele. Maskani zao vizazi hata vizazi. Hao waliotaja mashamba yao ndio kwa majina yao wenyewe. Lakini mwanadamu hadumu katika heshima. Bali amefanana na wanyama wapoteao. Wanafanya nini? Wapoteao. Hiyo ndiyo njia yao. Sasa usikilize hii point anayoandika Daudi. I hope ni Daudi, japokuwa Zaburi imeandikwa na watu wengi, huwa inanasibishwa na Daudi. Hiyo ndio njia yao. Ujinga wao. Nao walioko baada yao huyaridhia maneno yao. Yaani kama malaika wanachukulia sema majamaa haya mafara haya, yaani ana miaka 70 lakini angalia anavyohangaika. Yanaishi, yaani ili angalia limebakiza miaka 3 life, lakini ujinga. Emrudia hilo fungu. Anasema
Hii ndiyo njia yao. Hii ndiyo njia yao. Ujinga wao. Nao walioko baada yao. Huyaridhia maneno yao. Yaani wewe ulichohangaikia, babu yako alihangaikia hicho. Yaani babu yako alihangaikia kutafuta nyumba, kujenga. Sio kipindi kile kilikuwa na punda, sio awe na kapunda. Unazungumzia babu yako wa miaka hiyo. Alafu aoe, alivokosa mtoto akabidi aende kwa mganga. Yaani alichohangaikia kile na wewe ndio unachohangaikia hicho. Yaani kama mapenzi yalimtesa na yeye na wewe anakutesa. Kama kutafuta nyumba kulikutesa, kama mavazi yalimkutesa, ujue kuna mtu alishateseka. Tena mwandishi wa Zaburi anasema ujinga wao na walioko baada yao uyalizia maneno yao. Yaani wametengeneza mfumo, tunahangaikia kile walichohangaikia babu zetu, alafu mwisho tunaondoka, tunaacha watoto nao wanakuwa wanahangaikia kile wanaondoka, na wanaokuja nao wanahangaikia kile na wanaondoka. Mtunzi wa Zaburi akasema ujinga wao na walioko baada yao uyalizia maneno yao. Marko sura ya 10 mstari wa 17. Marko 10:17. Inasema, ndio, hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu, mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Sasa huyu jamaa alikuwa mjanja. Kwanza ana hela. Sawa? Kwa matatizo hapa ashayamaliza. Yaani zikiziki hizi zinazotusumbua sisi ashafanya nini? Maliza. Alivyokaa, kwa vile Mungu amemjalia akili, akatulia pembeni akasema, mimi naondoka. Hapa kitu ambacho sina ni nini? Kuzuia kifo. Akaona jamaa huyu anahubiri, kila watu wamemfuata. Akamwambia, Mwalimu mwema, nifanye nini ili mimi, yani lugha iliyotumika ni lisi uzima wa milele, lakini alichokuwa anamaanisha, nifanye nini mimi nikae nisife? Hiyo ndo point aliyokuwa anazungumzia. Nifanye nini nikae nisife, mimi ni enjoy. Na Yesu akampa majibu, lakini majibu yalikuwa magumu, hayakumfaa. Imani yetu inajibu swali, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa nini? Wa milele. Yaani hatuji hapa kutafuta ukombolewe utoke kwenye umaskini. Japokuwa Mungu anaweza akakutoa kwenye nini? Umaskini. Lakini sasa tupo kwenye biashara, yani kuna clubs za uchumi zipo. Wanatoa njia za kutoka kwenye nini? Umaskini. Na watu wanatoka kwenye umaskini. Zipo elimu. Sisi hiyo sio biashara yetu. Sisi hatupo hapa kukutoa kwenye magonjwa yanayokusumbua. Hospitali zipo, wataalamu wapo, wajuzi, wabobezi wapo. Japokuwa tutajifunza afya, lakini tunadili na tatizo hili moja, kwamba wewe kesho unaondoka. Sasa unaondokaje? Tunazuiaje wewe tukuweke katika mazingira ambayo mimi na wewe tufike mahali ambapo utaishi milele? Yani leo upo, kesho kutwa, miaka 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, milioni 1 haufi, upo. Hiyo ndo tunayofanya nini? Tunayoitafuta. Sasa unaweza ukaona kwamba imani yetu inadili na kutafuta kitu chenye thamani kubwa kuliko kitu chochote. Ukimuuliza tajiri mkuu Elon Musk kwamba sasa hivi tuna uwezo wa kukuuzia uhai usife, atanunua. Anaweza akatoa zaidi ya nusu ya mali zake kama ukimhakikishia, yani scientific proven, kwamba nikifanya hivi ufi. Au tuweke guarantee kwamba kila baada ya kiishi miaka 30 unakata leseni, kama leseni za magari, ukata leseni ya kuwa hai. Watu tungekuwa unaamka saa 11 kwenda kufanya kazi, kutafuta hela ya kununua nini? Leseni ya kuwa hai. Wai mtamu. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Imani yetu inalenga kukupatia nini? Uzima wa milele. That is our ultimate goal. Warumi 6:23. Anasema katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Zawadi ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
Mathayo sura ya 19 mstari wa 27, turudi kwenye fungu letu. 27. Anasema hivi. Ndipo Petro akajibu akamwambia. Tazama. Sisi tumeacha vyote. Tukakufuata. Tukaingia kwenye hii imani. Tutapata nini basi? Endelea. Anasema 28. Yesu akawaambia. Amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. 29. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike, sawa, au baba au mama, ndio, au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Na kufanya nini? Na kuurithi uzima wa milele. Yaani mwisho wa imani yetu sisi ni uzima wa nini? Wa milele. Tatizo ambalo alijapata ufumbuzi duniani kote: kuzuia kifo. Imani yetu inajibu maswali haya. Imani yetu inajibu maswali haya ambayo hayana majibu, kwa wanasayansi wameshindwa kupata majibu. Kwanza, imani yetu inajibu swali la kwanza, kifo ni nini? Halafu inajibu swali la pili, kwa nini tunakufa? Inajibu swali la tatu, ni nini suluhisho la kifo? Inajibu swali la 4, ni nini hatima ya maisha haya? Alafu inajibu swali la mwisho, tunaishije katika maisha haya wakati tukisubiri maisha yajayo? Hiyo ndio imani yetu inajibu hayo maswali na kutatua hili tatizo ambalo linatukabili. Kwa hiyo kama umekuja kwenye kambi, usione kwamba umekuja kupoteza muda. Unadili na tatizo kubwa sana ambalo hata tukisimamisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yote hawana majibu. Tukisimamisha UN, United Nation, hawana majibu. Jopo la wanasayansi wa dunia hawana majibu. Wote hao wanaorusha maroketi angani hawana majibu. Kwa nini kifo? Kifo ni nini? Ni kwa namna gani imani yetu inajibu kifo? Hapa utakutana na somo la mahali pa wafu katika msingi wa imani zetu kama Waadventista wa Sabato. Utajikuta somo linaitwa mahali pa nini? Pa wafu, msingi wa imani yetu. Wafu wakifa wanaenda wapi? Kwa sababu katika dunia imechanganyikiwa katika hili swala zima la kifo. Kila mtu anajaribu kutoa nini? Majibu ya imani yetu kuhusu wafu wanapokufa wanaenda wapi ni moja ya kipengele cha imani yetu. Kwa tunapojifunza kuijua imani yetu, inabidi tujue at the end of the day tukifa tunaenda wapi? Na huko tunakoenda, hali ya wafu tunakuwa katika hali gani? Kwa sababu majibu yako mengi. Mwingine anakuambia utakuwa na totos 70 ngapi? Na 2. Mabikira 72 unaenjoy. Hayo ni majibu yapo. Mwingine atakwambia utakuwa kwenye sehemu ambapo yani ubongo wako umerelax. Na majibu yako mengi. Sisi imani yetu inaeleza huko katika hali ya wafu ni nini kinaendelea katika huo ulimwengu wa waliokufa. Lakini ni moja ya msingi pia wa imani yetu wa hali ya wafu. Katika ile misingi 28 ya imani yetu kuna msingi wa hali ya nini? Ya wafu. Alafu kuna msingi wa ufufuo 2. Ufufuo wa kwanza na ufufuo ngapi? Wa pili. Hiyo misingi inajitahidi kujibu swali la kifo ni nini. Swali ambalo wanasayansi hawana majibu, na majibu walionayo pia hayatoshelezi. Kwa hiyo tutaangalia majibu ya kimaandiko yanasemaje katika imani yetu. Lakini imani yetu pia inajaribu kujibu swali, kwa nini tunakufa? Na kwa nini tunakufa, mtu wa kwanza kumuuliza
kumuuliza kwa nini utakufa. Wa haraka haraka unaweza kumuuliza wa karibu, labda anaweza kawa wazazi, na wenyewe hawana nini? Hawana majibu. Sasa hapa sisi ndo tunakuja na jibu kwamba mtu wa kwanza kuulizwa anatakiwa awe nani? Awe Mungu. Mungu, yani fikra, chukulia kwamba hujui kwamba kuna Mungu, alafu ufikirie kwamba kama ungependekezewa awepo Mungu, alafu amekuumba, alafu huyo Mungu amekuumba ili uishi baadaye ufe, alafu kakuumba na akili ya kutafakari kwamba kifo ni kibaya na kaiweka kwenye akili yako, wakati alikuwa na uwezo wa kukutengeneza ukawa unaona kifo ni kitu cha kawaida ambacho hakina shida. Lakini ukiangalia viumbe vyote vinaogopa kifo. Ukitaka kumchinja kuku anafanya nini? Anakimbia. Hakuna kiumbe ambacho kinaridhia kifo, hata mdudu, hata kiumbe kidogo, hakuna. Vyote vimeumbwa katika hali ya kukataa kifo. Manake aliyeviumba anajua hili tatizo la kifo. Kwa lazima tumjue ni nani. Na somo hili alianza nalo mwalimu jana, nadhani ataendelea nalo. Huyu muumbaji ni nani atujibie hili swali la kifo, la kwa nini tunakufa? Ndio mwenye majibu. Lakini sambamba na hilo, majibu mengine tunayapata kutoka katika nini? Maandiko matakatifu. Msingi mwingine katika imani yetu ya Waadventista wa Sabato ni msingi wa maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanatoa jawabu kwa nini tunakufa. Lakini pia tutajifunza sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu inahusikaje katika kifo. Tunajifunza pia anguko la mwanadamu na habari ya mtu wa dhambi. Mtu wa dhambi namna ambavyo ameleta nini? Mauti. Dhambi ilikotokea, ilitoka wapi mpaka ikasababisha nini? Kifo. Mafundisho haya yanajaribu kujibu swali la kwa nini tunakufa, na ni miongoni mwa mafundisho yanayojenga imani yetu na ambayo ndio misingi ya imani yetu. Lakini nini suluhisho la kifo? Katika suluhisho la kifo tunakutana na habari ya nini? Ya ukombozi. Ukombozi katika imani yetu. Na katika ukombozi tunajifunza habari ya ubatizo, habari ya kuzaliwa upya, habari ya patakatifu, habari ya utakaso na habari ya kuhesabiwa haki. Hayo yote ni misingi ya imani yetu ambayo waasisi wetu waliona wakati wanajifunza maandiko, wakaiweka hiyo imani, na ni misingi ambayo inatupatia suluhisho la kifo. Nini hatima ya maisha haya? Katika kujua nini hatima ya maisha haya, utajikuta kwamba kuna misingi ambayo inatueleza hatima nini ya maisha haya. Kwanza kuna msingi unaitwa unabii, ambao ndio msingi ambao Waadventista wa Sabato walijifunza kuhusu unabii. Unabii unaeleza maisha haya yametoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi, nini hatima ya shughuli zote za hapa duniani. Lakini minyororo ya unabii miongoni mwa msingi wa imani yetu, ambao nao tukipata nafasi na mwalimu akifika ataweza kuchambua vizuri. Lakini kuna utakaso wa patakatifu. Utakaso wa patakatifu na yenyewe inaeleza hatima ya maisha haya. Lakini kuna parapanda ya mwisho. Parapanda ya mwisho na yenyewe inatueleza hatima ya maisha haya. Kuna milenia, somo kuhusu milenia, na yenyewe inatueleza kuhusu hatima ya maisha haya. Kuna uangamivu wa waovu na shetani, alafu kuna mbingu mpya na nchi mpya. Lakini kando na hilo, swali lingine ambalo tunalijibu ni tunaishije katika maisha haya wakati tunasubiri hayo maisha yajayo. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2, Warumi sura ya 12 mstari wa 2, msomaji. 12 mstari wa 2. Ndio. Inasema hivi. Wala msimfuatishe namna ya dunia hii. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii. Kuna mfumo wa maisha wa dunia hii upo. Sasa sisi wakati tushajua hizo, tatizo la kifo, suluhisho la kifo, hatima ya maisha haya, tunapoendelea kuishi hapa tunaishije? Hapo ndo tutaangalia msingi wa watu wa pekee wa nani? Wa Mungu. Ni msingi katika misingi 28 ya waasisi wetu au ya imani yetu. Tunaangalia siku ya Sabato. Tunaangalia uvaaji wa Mkristo, yaani unavyoishi unavaaje. Tunaangalia matoleo katika kazi ya Mungu.
kwamba unapoishi hapa lazima kazi ifanye nini? Ya Mungu ifanyike. Kuna karama za Roho, kuitumia karama uliopewa na Mungu ili utakapohitimisha kazi yako ya hapa au maisha yako ya hapa uweze kuwa katika nafasi nzuri. Lakini kuna ujumbe wa malaika watatu, kuhubiri Injili. Haya masomo na yenyewe yanatuelekeza kujua tunaishije katika maisha. Yaani uko hapa unafanya nini? Unaweza ukawa uko hapa lakini unafanya vile ambavyo wala hukutakiwa kuhangaika navyo. Lakini yote kwa yote tunatarajia ukishaielewa imani yetu. Ukielewa imani yetu, tunatarajia nini? Tunatarajia yaani mfano umesoma, umejifunza kwamba wewe imani hii umeijua. Tunatarajia kitu hichi hapa. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 21. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 21. Inasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Yaani tunatarajia kwamba ukishaifahamu hii imani, ukaiamini na ukaiamini vizuri, ikakuingia vizuri, kufa ni nini? Ni faida. Yaani hautakuwa na woga tena wa kifo. Hautakuwa na woga wa nini? Wa kifo. Kitabu cha Ufunuo sura 12 mstari wa 11. Ufunuo 12:11. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao. Na kwa neno la ushuhuda wao. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo tunatarajia ukiamini imani hii na ukaifahamu vizuri, hautakuwa na woga wa nini? Wa kifo. Kwa nini utakuwa na woga wa kifo? Kwa sababu kifo ndicho mtego mkubwa wa Ibilisi. Katika kitabu cha Ibrania sura 14 mpaka 10, sura 2 mstari wa 14 mpaka 15. Sura 2 mstari wa 14 hadi 15. Neno la Mungu linasema. Kitabu cha Ibrania. Basi ndio. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Ili kwa njia ya mauti ya Kristo amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Yaani Ibilisi. 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Ya nini? Ya utumwa. Unajua tunaishi katika maisha ya utumwa na uoga wa maisha na wasiwasi kwa sababu ya hofu ya nini? Ya mauti. Yaani hapa unakata bima kwa sababu unaogopa kufa. Unahangaika na kazi, chakula kiwe ndani kwa sababu unaogopa kufa njaa. Unamwasi Mungu kwa sababu ya kazi kwa sababu unaogopa. Sasa tunataraji kwamba yani matokeo ya kuijua hii imani. Yani tuseme sasa wewe umeijua hii imani. Sawa sawa bwana mkubwa. Yani umeijua imani hii. Tunatarajia kwamba hutaogopa kifo. Yani wewe kifo kwako sio shida tena. Tukikwambia mwinjilisti tunakupeleka Somalia. Sawa? Seme kwangu mimi kuishi ni Kristo. Na kufa ni nini? Ni faida. Lakini ukianza kusema Somalia pale nasikia Al-Shababu sijui na nini, bado imani bado. Hujaifanya nini? Hujaijua imani. Bado beo. Sawa sawa? Kwa hiyo sisi tunatarajia kwamba wewe ukishaijua imani hii, swala la kifo utaogopa. Basi hatuna biashara ya kifo. Yaani sisi kwetu tena anasema tumenunuliwa. Sawa? Alafu wenyeji wetu uko wapi? Yaani hapa tunaishi kama wasafiri. Yaani tupo kama. Niwakaribishe wenye mchango, wenye swali. Karibuni. Halo, na dakika kama 8 hivi. Mpatie rafiki pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ufupi. Sawa. Dakika 1.5. Mungu akubariki mtumishi kwa somo zuri.
Na wakati unanifundisha hapo ulikuwa nafikiria pia maneno ya Paulo kwenye Matendo ya Mitume hapa 21 mstari wa 13 na 14. Matendo ya Mitume 21 mstari wa 13 na 14. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia ndio na kuvunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Sasa ninachotaka nikiseme kwamba Paulo alielewa nini anakifanya. Mpaka anawaambia yani watu wanakulilia mwinjilisti, utaenda kufa huko, kama ulivyomtolea hapo mtumishi kwamba anaenda Somalia. Watu tunakulilia bwana, najua unaenda kufa, lakini Paulo anaelewa kwamba kufa ni faida, kama mwenyewe alivyosema kwenye hiyo Wafilipi hapo 21. Kwa hiyo na sisi tukitambua hilo, haitakuwa shida kwetu sisi kwenda kuwaambia wengine na kwa lolote lile kutupata kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Kwa mchango wangu. Amen. Mwingine karibu. Mpe babangu hapo dakika 2 kwa ufupi. Mimi nilikuwa na swali. Swali ndio. Ulipoanza kufundisha ulianza juu ya imani zilizopo duniani. Na ukasema kuna imani ya Kikristo. Sasa mimi nataka kujua hivi Ukristo kwanza ni nini? Sasa unataka tuanze kuchambua Ukristo. Sawa. Sasa kwa sababu sisi ni kujibu kwa ufupi. Kwa sababu sisi tupo kwenye imani ya Ukristo. Sawa? Sasa tutauchambua zaidi. Ndio somo la ijue imani yetu. Sasa ijue imani yetu nimeanza kutanguliza kwanza faida za kuamini. Kwa nini uamini? Na unataraji kupata nini katika kuamini? Sawa sawa? Sasa kwa habari ya Ukristo tunaweza tukaujibia. Nikaribishe wanadarasa pia wapo. Ukristo ni nini kwa ufupi? Mpe rafiki pale. Asante. Acha nichangie vile ambavyo naelewa. Tukisema Ukristo kwanza, jina Kristo ni jina la Yesu. Kwa hivyo tunaposema kuna dini ya Ukristo, maana tunasema ipo njia ya Kristo. Lakini sasa kuna wale ambao kuna njia ambayo wanaita ni ya Ukristo lakini sio ya Kristo, ila kwa sababu wanadhani ya kwamba wao ni wa Kristo kwa madhanio yao. Ila sasa Kristo ni Kristo, lakini watu wanaichukulia wale wafuasi wanaomfuata Kristo ndo wanaitwa wa Kristo, ambao wanapita katika njia ya kumwelekea Kristo. Hiyo ndio inaitwa Ukristo. Naomba msomaji asome kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 20, mstari wa 29. Anasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29, na kama ninyi ni wa Kristo, mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi. Sasa kwa ufupi iko hivi. Ukristo ni imani gani? Sasa kuna majibu ya namna watu wanavyouelewa Ukristo. Sawa? Yaani watu wa duniani wanaposikia, yaani mkimkuta mtu yeyote akwambia Ukristo ni dini gani? Sawa? Kwa jibu lepesi ndio nikaweka jibu la jumla. Jibu la jumla ambalo ili jibu la jumla sio kwamba ndio jibu sahihi. Ila ni jibu la nini? La jumla, namna watu wanavyowatambua kwamba ni watu wanaotambua kwamba Yesu ni Mwokozi. Yesu ni Kristo na ni Mwokozi. Hao wameitwa nini? Wa Kristo. Kwa ujumla wao. Lakini kuna imani ya Kristo. Sawa sawa? Ambao hapo tumetajwa kwamba na kama ninyi ni wa Kristo. Sasa wa Kristo wana imani ya Kristo, ambayo Yesu anaita imani yangu. Sasa hiyo ndo tunaenda kuchimbua sasa, kuangalia imani yetu kuijua, ambayo ni imani ya nani? Ya Kristo. Hebu soma kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13.
Neno la Mungu linasema, napajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nao walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu. Hata katika siku za Antipa, shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa katikati yenu, hapo akaapo Shetani. Pointi ni nini? Wala hukuikana imani yangu. Kwa hiyo Yesu ana imani yake, Kristo ana imani yake. Kwa hiyo kuna imani ya Kristo. Maandiko yana sehemu nyingine anaita imani ya mwana wa Mungu. Soma Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20 hapo. Wagalatia 2:20. Inasema hivi. 2:20 Wagalatia. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Wala si mimi tena. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao. Sasa katika mwili. Ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Imani gani? Imani ya mwana wa Mungu. Kwa hiyo kuna imani ya mwana wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio imani ya Ukristo au imani ya Wakristo. Imani ya Kristo, imani yake, imani ya mwana wa Mungu. Mahali pengine panaita imani ya Injili au imani ya Yesu. Sasa hiyo ndo tunataka kuifahamu na ndo kipindi chenyewe. Ila tumeanza na hatua ya kwanza, kuzijua imani zilizopo duniani. Tumezitaja, tukataja makusudio ya imani. Sisi tunatarajia tupate nini? Yaani tatizo sisi tulilonalo, hata kama Yesu angekuwa anatangaza imani yake sawa, lakini sisi tuna faida yoyote na hiyo imani? Hata Petro akauliza tuende kwako tutapata nini? Kwa hiyo tumeanza kuangalia sisi, je, hiyo imani inachokitangaza sisi tunakihitaji? Jamani, kuna ambaye anahitaji asife, mkono juu. Ambaye anaona au mwingine anaona kufa ni sawa sawa, ambaye anatamani asife. Wote tunatamani tusife. Na hilo ndo tatizo ambalo lipo. Na mimi siwezi kukusaidia usife, wala wewe unisaidia mimi nisife. Wote tutafanya nini? Takufa. Sasa kuna jamaa au kuna mtu mmoja au kuna mkuu mmoja anaitwa Yesu Kristo. Yeye anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Na nini? Na uzima. Mtu aniaminie mimi hatafanya nini? Hata kufa. Sasa huyo ndo tunaangalia imani yake. Tuijue ili mwisho wa siku tusifanye nini? Tusife. Nimekujibu babangu. Kwa hiyo ndani humo tutaanza kujibu kwa undani. Ila kwa nje, kwa juu juu, nimeijibu kwa namna hiyo. Labda una cha kuongeza kidogo, mpatie maiki. Kwa muda wangu wenyewe ushaisha. Muda umeisha. Tusimame, tupige magoti tuombe. Baba wa mbinguni, ziko njia nyingi duniani, na hata maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Baba, sisi tumezikataa njia za mauti, japokuwa tunajua mauti inatusubiri. Mfalme, tumekuja kujifunza njia ya mwanao, njia ya Yesu Kristo, njia ya mwana wa Mungu, ili katika hiyo njia tuwe hai, tusife, tufufuliwe, akili zifufuliwe, miili ifufuliwe, lakini mwisho tupate uzima wa milele. Kwa sababu kweli Mungu, sisi tunajua tumeandikiwa kifo, lakini wewe umetamka katika maandiko matakatifu kwamba walioandikiwa kifo utawakomboa, na maneno yako tunayaamini. Na kwa njia hii umetuonyesha kwamba iko imani ambayo wale watakaoiamini, ijapokuwa wameandikiwa kifo, hawatakufa, na hata wakifa watafufuliwa. Mfalme wa falme, tunapokaa katika kambi hili na kujifunza hiyo imani, ututie nguvu tuweze kuokolewa, kwa jina la Yesu, amen. Joshua, karibu kwa uimbaji. Nyimbo namba 133, popote na Yesu. Nyimbo namba 133. Popote na Yesu nina furaha. Restart.
Popote na Yesu nina furaha, anitumako Yesu niora. Asipokuwako hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapotupwa akali wangu, ajaponiongoza njia mbaya, niwapo na Yesu ninashukuru. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza lala, naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele.